Katika sekta ya elimu wameeleza wasiwasi wao kuhusu matokeo duni ya somo la hisabati katika mitihani ya kitaifa, hasa mtihani wa KCSE ambapo zaidi ya nusu ya watahiniwa walipata alama ya D kuongeza katika mtihani wa mwaka jana. Kulingana na afisa mkuu mtendaji wa shirika la Mzizi Elimu Afrika, John Mugo, matokeo duni katika somo hilo yanachangiwa pakubwa na maandalizi ya wanafunzi walipokuwa katika shule za msingi, akibaini kuwa wanafunzi wanahitaji msingi thabiti wa somo la hisabati wakiwa bado wachanga ili kuwapa uzoefu na ujuzi utakaowasaidia kutopata changamoto watakapokuwa wanaendeleza masomo yao katika shule za upili. Baada ya kutolewa kwa matokeo ya mtihani wa kitaifa wa KCSE mwaka jana, imebainika kuwa asilimia kubwa ya wanafunzi waliofanya mtihani huu waliandikisha alama duni katika somo la hisabati. Swali hili likiwatia washikadau tofauti nchini wasiwasi kuhusu mwelekeo wa somo la hisabati nchini. Ukiangalia matokeo ya kidato cha 4 kama mwaka uliopita wa 2025, takriban 50,000 ya wanafunzi ambao walifanya KCSE walipata alama ya E, na nusu ya wale wanafunzi wote ambao walifanya ule mtihani walipata D+ kwenda chini. Kwa hivyo ni swala ambalo limekuwa ni swala muhimu katika taifa. Wakiongozwa na afisa mkuu wa Mizizi Elimu Afrika, John Mugo, kwa ushirikiano na shirika la Usawa, imebainika kuwa matokeo haya duni yanatokana na maandalizi ya wanafunzi wanapokuwa katika shule za msingi, akibaini kuwa wanafunzi wanahitaji msingi thabiti wa somo la hisabati wakiwa bado wachanga. Changamoto kubwa ni katika msingi. Wale walimu ambao wanafunza chekechea, PP1, PP2 na madarasa ya kwanza, pili na tatu. Kwa sababu tukikosa msingi thabiti, unakuta kwamba wanafunzi sasa wanatatizika. Utafiti ambao ulitolewa na Usawa Agenda ambao ni shirika ambalo tunashirikiana, ulionyesha kwamba ukienda darasa la 4 grade 4, uwapatie mtihani wa hesabu wa darasa la 3, ni thuluthi moja tu au 33% ambao wataweza. Kumaanisha kwamba 67% au wawili kwa kila watatu walienda darasa la 4 bila kuweza kugawa, bila kuweza multiply na mambo mengineyo. Washikadau hawa wakibaini kuwa wameshirikiana kuhakikisha kuwa kuna utengamano mzuri baina ya mwalimu na mwanafunzi katika kufunza somo la hisabati. Hii ikiwa ni katika juhudi za kuhakikisha kuwa wanafunzi wanaandikisha matokeo bora katika somo hili. One of the things that have been found by research is that there are inadequacies in the capacity of the teachers to use the approaches that have been proposed by the competence-based curriculum, which we call learner-centered. For many years we've been using teacher-centered methods or content-centered methods of teaching. We now want to focus on the learner, and we want to use approaches that are friendly to the learner. As you know, we are shifting now from what used to be the old system to the competence-based education. And in the university, that also needs to be embraced, so that we start focusing on the students' capacity to display competences in certain areas, rather than just asking them to memorize things and to do exams and things like that. Mary Kyalo, makala ya elimu na undugu.